hichi kinachoendelea kama ni kweli, usalama wa Dosa utakuwa mdogo. Sasa usalama wa Mchome utakuwa uko wapi? Dosa ana haki ya kuhoji kwa sababu Dosa ni mwanachama wa Yanga. Mchome ana haki ya kuhoji vitu vya Simba. Mchome haoji sasa vitu vya Simba. Umeelewa vizuri? Yeye anachofanya ni kuwa yani, manake sijui niseme anakashifu, kwa sababu hata kwenye kukosoa hayupo, sababu kuna muda unamsikiliza Dosa unamuona anasifia upande ambao yupo. Sasa sionekane mimi tu namtetea Dosa, ninachosema tuvumiliane, kwa sababu humu kwenye kusema kila mtu atumie chansi yake. Ukijiona uwezi uanda huu unataka ngumi, upo Mwakinyo wanasubiri. Wajinga kama wewe unairusha ngumi akakugonge. Sisi uwanda wetu tunapigana kwa midomo tu. Nguvu zako peleka ulingoni, mabondia wapo wengi. Kwa hiyo Godi atakuwa amefeli kwa kiwango kikubwa kwa kile alichokifanya. Pale walikuwa katika sherehe za uzinduzi wa ujenzi wa uwanja, sijui ndio hizo sherehe za uzinduzi, sijui niseme mkutano, wala sijajua ni kitu gani. Umenielewa? Sijui. Mimi nilikuwa na maswali ya msingi ya kuuliza. Sasa Godi, maswali ambayo alikuwa anaulizwa na Dosa, hata mimi niulize hapa sasa. Kwanza nimesema lile halina ustawi. Saizi Yanga hawana katiba. Nirudie tena kusema Yanga hawana katiba, ndio maana yule mwenyekiti wao anaitwa president. Kama ilivyokuwa katika mabadiliko ya katiba ya Simba, tulikuwa na Evans Aveva, hakuwa mwenyekiti, alikuwa anaitwa president. Sababu muda ule watu wanabadili katiba. Ndio muda ambao huyu anaitwa president, bado sheria haijamtambua kama katiba na uwepo wake, huyu anaenda kuwaletea mtu ambaye mnafunga naye mkataba kwa 50% kwa. Yaani mfanyakazi wangu mimi anafunga mkataba kwenye klabu yako kwa 50% kwa 50. Mkataba wa maisha. Umenielewa sijui? Mko wapi Wasafi mlokuwa mnauliza uwekezaji wa Mo? Una uhuni unatokea huku mwingine unaofanya watu wanakunjwa. Mko wapi FM mlokuwa mnauliza kila siku katika mikataba? Umenielewa? Bwana Sefu, kuna tukio ambalo nimeliona likitembea mitandaoni siku ya juzi, baadhi ya mashabiki wa watani wakisukumana kutokana na sema kutofautiana mawazo kwenye uwasilishaji wa mawazo, kile wanachokiamini kwenye mwenendo wa klabu yao. Hiki ambacho anakifanya Mchome kwa sasa, athari zake kinaweza kufikia kama kile ambacho kimejitokeza juzi kwa upande wa watani. Kwanza mara kadhaa alishawahi kukoswa kutaka kupigwa na raia wema. Umenielewa? Yule bwana Madevu wa Simba alishamkunja akambonda na wakampokonya jezi. Lakini walimpiga kwa mantiki ya kumpokonya jezi, sio maneno yake. Na hata mimi najibu hoja kwa maneno. Mimi ngoja nikwambie kitu. Mimi Godi Yanga ni rafiki yangu sana, nimemshangaa. Na natamani kumpigia simu kumwambia Godi Yanga, umefeli sana. Kwa nini? Kwa sababu kiumbe wote anashindwa kuhendo wakati kwa sababu ya maneno ya kimpira. Tuishie katika maneno basi. Unamuona Dosa anatoa hoja hazifai. Unajua sisi tumepewa uwanda mpana sana sasa hivi. Toa hoja. Hatuhitaji kwenda form 6, hatuhitaji wapi. Mike ndo hizi. Unayo hoja, stiki, toa hoja watu wakusikilize. Sasa vinginevyo unapomuingia mtu mwilini unatafuta kitu kingine kabisa. Atakushtaki, atasema nilipoteza milioni 5. Wewe una saizi unategemea uchangiwe, na Yanga wachangii watu wa namna nyinyi, hawachangii influencer. Umenielewa vizuri? Moja, kama unataka labda uonekane ulikuwa unataka kufanya kitu fulani, ni hivyo. Lakini kiufupi mimi nikuonyeshe mfano mwingine. Pale walikuwa katika sherehe za uzinduzi wa ujenzi wa uwanja, sijui ndio hizo sherehe za uzinduzi, sijui niseme mkutano, wala sijajua ni kitu gani. Umenielewa sijui? Mimi nilikuwa na maswali ya msingi ya kuuliza. Sasa Godi, maswali ambayo alikuwa anaulizwa na Dosa, hata mimi niulize hapa sasa. Kwanza nimesema lile halina ustawi. Saizi Yanga hawana katiba. Nirudie tena kusema Yanga hawana katiba, ndio maana yule mwenyekiti wao anaitwa president. Kama ilivyokuwa katika mabadiliko ya katiba ya Simba, tulikuwa na Evans Aveva, hakuwa mwenyekiti, alikuwa anaitwa president. Sababu muda ule watu wanabadili katiba. Ndio muda ambao huyu anaitwa president, bado sheria haijamtambua kama katiba na uwepo wake, huyu anaenda kuwaletea mtu ambaye mnafunga naye mkataba kwa 50% kwa. Yaani mfanyakazi wangu mimi anafunga mkataba kwenye klabu yako kwa 50% kwa 50. Mkataba wa maisha. Umenielewa sijui? Mko wapi Wasafi mlokuwa mnauliza uwekezaji wa Mo? Una uhuni unatokea huku mwingine unaofanya watu wanakunjwa. Mko wapi FM mlokuwa mnauliza kila siku katika mikataba? Umenielewa? Agreement ikiwa upande wa Simba so agreement hazifai. Mko wapi leo mtu anakwenda kuweka mkataba wa kiuni? Yaani alokusimama upande wa Yanga ni mfanyakazi anayeweka mkataba.
wakati huku kuna muda ataondoka. Umenielewa? Sijui mmewahi kujiuliza wapi? Akiuliza Dosa kosa mnamkunja. Alichokifanya Godi amemkosea adabu Dosa. Huo ndo ukweli, kitu ambacho hakipingiki. Afu hatujafikia huko katika mpira. Kama ni hivyo basi yule Mchome kuna siku watu watamjeruhi kweli kweli. Umenielewa sijui kwa sababu anavaa brand ya watu tofauti na Dosa. Mtu anayesimama ana kanzu, ndio kuna muda Dosa kama anajitambua anakosoa kweli, lakini mimi sijawahi kumuona yule Mchome hata siku moja amevaa nguo za nyumbani. Sijawahi kumuona. Hata hiyo siku wakati anaenda alishtakiwa, mimi nilikutana naye, ndio siku aliambia watu mimi usalama wa taifa kaburi moja mnazi mmoja. Hata hiyo siku ambayo aliwalenga watu kwa bwana huyu ni usalama wa taifa wa Mo, mimi nimemuona ana t-shirt na jezi ya Simba. Sio, umenielewa? Watu wanamuacha tu. Yule alikunjwa na yule mandevu na sisi tulimkanya tukamwambia hapana, mpira hautaki hivyo. Kwa hiyo hichi kinachoendelea kama ni kweli usalama wa Dosa utakuwa mdogo, sasa usalama wa Mchome utakuwa uko wapi? Dosa ana haki ya kuhoji kwa sababu Dosa ni mwanachama wa Yanga. Mchome ana haki ya kuhoji vitu vya Simba. Mchome haoji sasa vitu vya Simba. Umeelewa vizuri? Yeye anachofanya ni kuwa yani manake sijui niseme anakashifu kwa sababu hata kwenye kukosoa hayumo. Sababu kuna muda unamsikiliza Dosa unamuona anasifia upande ambao yupo. Sasa sionekane mimi tu namtetea Dosa, ninachosema tuvumiliane kwa sababu humu kwenye kusema kila mtu atumie chansi yake. Ukijiona uwezi uanda huu unataka ngumi upo Mwakinyo wanasubiri. Wajinga kama wewe unairusha ngumi akakugonge. Sisi uwanda wetu tunapigana kwa midomo tu. Nguvu zako peleka ulingoni, mabondia wapo wengi. Kwa hiyo Godi atakuwa amefeli kwa kiwango kikubwa kwa kile alichokifanya. Lakini kikubwa swali ni hilo. Wapi umeona mfanyakazi wangu akafunga mkataba kwa niaba ya klabu nyingine na mimi mwenyewe? Usu ndo ujinga wa mwisho. Simameni mdai haki zenu. Wasafi mko wapi? Mlikuwa mnakaa kina Edo Kumwembe tu ataje kwa majina. Umenielewa sijui kina nani? Kila siku mlikuwa mnamzungumzia Mohamed kila kukicha. Hii twendeni basi tukajadili. Yanga wanapigwa hii shekhe. Ni miaka 50, ni 50 kwa 50 jamaa. Hakuna limiti. Kwanza hauwezi kutengenezwa, ni uongo, lakini pamoja na uongo unaosemwa mbona hauwekwi sawa? Umenielewa Abdallah? Huu uongo unaozungumzwa mbona hauwekwi sawa? Huwezi kutoa kwa namna hiyo. Hata kwa mfano ule uwanja umekwisha. Tufanye mfano uwanja umefanyaje? Unataka kufanyiwa ukarabati. Alafu watu wote wako madarakani. Mna mwekezaji mpya, anapata wapi mlango wa kuingia kuja kufanya ukarabati uwanja? Che, acha bwana. Sisi Simba tumekwenda shule. Bana faida wa wapenzi wa Simba. Popote pale wamesoma. Wewe nisikilize, mimi sijai kudanganya. Yanga wengi vibumunda. Wengi elimu hamna, mizigo tukikutana nao mtaani wengi.